Bana, kama kawa leo tuko katika viwanja vyetu vya nyumbani. Siku zote waga tunapendaga kujidai, tukifika hapa si tunatamba. Yaani mimi nikivunja chupa tutajiri anasema achana naye huyo kijana wangu huyo. Mtoto akikinyea mkono uwezi ukaukata. Mimi ndio ndivyo nilivyo hapa kama Omikidi, tunapofika hapa si tunatamba tu. Sawa Lakini tunakujuze kwamba burudani zote ambazo Omikidi zinapost na zinafanyaje? Bana, zinazaliwa hapa. Nazungumzia The Partner Lounge. Bana, leo nimekutana na CEO. Leo tunaenda kupata tafsiri kwa nini imeitwa The Partner. Sawa Leo tunaenda kupata tafsiri. Leo nakuletea mtu special sana, mje kumuona hata siku moja. Nyinyi mmemzoea nani? Sasa kumtaja wajira, leo nakulefanyia surprise. Bana, tajiri vipi kwanza? Safi bwana, kwema ndugu yangu. Kama dawa. Hivi kwa nini matajiri nyinyi mnakuaga na vindevu afu vimvi fulani? Hebu tupe siri kwanza hivyo vimvi. Hii ni mitindo tu ya nywele, kama mtu anapenda, mwingine anapenda kunyoa kipala, mwingine anapenda, hiyo ndio kawaida, ni mitindo tu. Au sio? Mimi nimependa hiyo, ila nikijipata. Sawa. Mimi nataka nianzie hapa. Toka nimefika hapa tunakutana na Boss Devi, lakini tunakutana na wewe, lakini jina ambalo tunalijua watu wanasema Mwakibindu au Kibindu. Hiyo ni jina official au AKA tu? Hapana, hilo sio jina la AKA, hilo ni jina la ukoo. Mimi naitwa Eliki Francis, jina la mwisho Kibindu, na ndio jina maarufu natambulika Chalinze nzima na nje ya Chalinze. Wewe ni kikabila mtu wapi? Mimi ni mtu hapa, mimi ni Mkwele. Kwani sasa unakuita Mwakibindu? Maana Mwakibindu watu wa Mbeya wapi au Mwakipesile? Hapana, mimi sio Mwakibindu, ni Kibindu. Sasa kwa nini unakuita Mwakibindu? Ni watu wanashindwa kuelewa au wanashindwa jinsi gani ya utamkaji. Okay, sawa brother. Kwa nini mliwaza hii roji kuita The Partner? Okay, tulikaa na tukafikiria, kwa sababu sisi ni mapartner. Biashara zetu zote 3 tunazozifanya tuko partner, mimi na mwenzangu Devi. Kwa hiyo tumekaa tumefikiria, tumeona hii bar tuipe jina la The Partner, na partner yenyewe ni mimi na Devi, ndio wamiliki halali wa hii The Partner. Okay, kitu kingine ambacho natamani kujua kutoka kwako, nilipata nafasi ya kuongea na Boss Devi, lakini sijahitaji kumuuliza haya maswali. Unajua kila mtu ana nafasi yake ya kumuuliza swali mradi ajibu. Chalinze kuna baa nyingi tofauti. Na nini mkasema hapana, katika moja ya biashara yetu na muunganiko wetu na umoja wetu, nataka tufungue baa tuipe jina The Partner. Why baa na mjawaza kuongeza biashara nyingine? Tunaenda kisasa zaidi na tunaangalia muonekano wa Chalinze, kwa sababu sisi wenyewe wa Chalinze ni watumiaji. Tumezunguka sehemu nyingi, hatujawahi kukutana na kitu kama tulichokianzisha. Nafikiri wewe mwenyewe ukiangalia jibu unalipata kwa Chalinze hii, hamna sehemu kama hii. Hii ni ramani ya nje ya Chalinze. Ramani ya nje ya Chalinze. Na hata ujenzi nafikiri tulioufanya hapa au aina ya uwekezaji uko tofauti na mazingira haya. Sisi ndio tutakuwa wa kwanza kufanya hichi kitu. Nafikiri umeona si ujenzi wa vyuma, watu wamezoea mbao, mamiti ya ovyo, lakini sisi tunaenda kisasa zaidi. Kwenye swala la uwekezaji, mimi hilo siwezi kukupinga, kwa sababu upe ambao nyinyi mmeingia kwenye hii business ya kuanzisha haya maklabu. Kiukweli au kiuhalisia, tulivyoanza tofauti na sasa tunavyoenda. Sababu hata mtoto akizaliwa anazaliwa, anatambaa, anatembea, hatimaye sasa anakuwa mwenye akili zake timamu. Tulivyoanza uitikio wake tofauti na sasa. Sasa tuko kwenye dabi na wengine, na kazi inafanyika kweli. Ukiwa na nafasi kuanzia saa 4 ukitembelea viwanja za The Partner, utafurahi na utaenjoy burudani za kila aina. Watu kama wote Chalinze inahamia hapa. Sio kwamba najisifu, nafikiri hata wewe mwenyewe mara nyingi ukitembea unajionea vinavyoendelea. Mfano kama jana kuwa na party mpaka za Kimasai. Sasa hivi kwa wiki birthday zinafanyika party za Kimasai 2 mpaka 3. Mfano kama jana mwenyewe kama ulitembea, ulijionea mzee, sio poa. Okay. Professional. Nilipata bahati ya kukutana na kupiga story za kirafiki na za kifamilia, unajua, na Boss Devi. Kuna watoto waga naagizwa kutoka kwenye mabato tofauti.
waje kufanya vile vitu vyetu, wamwage unga, wamwage nini. Nasikia miongoni mwa watu ambao ulishiriki kwenda kuwakamata ni wewe pia. Hilo lina uhakika, lina ukweli wa asilimia ngapi? Hilo swala mimi siwezi kulizungumzia kwa sababu kila mtu ana uono wake na mtazamo wake. Lakini uliliona? Maana nimesema siwezi kulizungumzia hilo swala wala kuliongelea. Hivi mimi kingine, kwani hatuwezi kufanya hizi biashara bila kutumia juju? Inawezekana from nowhere. Mfano kama sisi biashara yetu tunaifanya hivyo, hatuna hayo mambo. Kuja kufanya hayo mambo aje afanye, lakini sisi hatuna hayo mambo. Na mfano kama mimi sifuatilii. Tajiri, usiniveshe kanzu. Sifuatilii. Mimi ni mtu wa imani, nimezaliwa katika imani, ni Roma, ni Mkatoliki, nimezaliwa katika mazingira ya kidini na babangu yupo hapo kanisani Roma anapiga kinanda mpaka kesho kutwa. Kwa hiyo nimezaliwa mazingira ya kidini. Siwezi kufuatilia mambo ya kishetani. Moja kati ya kitu ambacho kwenye komenti yangu ya TikTok na Instagram waga napokea, hata kama nikishare status, moja kati ya posti ambazo tunaposti kuipromo The Partner, watu wananiuliza, umesema kila wiki kutakuwa na burudani, wiki hii mbona umechelewa kutupostia, kuna nini? Kwa mashabiki zangu mimi wanataka kujua wiki hii kuna nini? Okay, wiki hii next week Jumamosi tutakuwa na bendi. Na muda huu bado, sababu leo ndio kwanza tuko kwenye Jumatano. Itapofika Ijumaa au Alhamisi tutatuma posters zile, kila mtu atafahamu kwamba Jumamosi kuna nini. Na vile Jumamosi yenyewe inapofika kuna PA kuanzia Chalinze mpaka nje ya Chalinze, inajieleza moja kwa moja. Walio kwenye grupu na hata nje ya grupu taarifa zinawafikia, waje kufurahi pamoja The Partner Lounge. Hivyo vitu tulishaviona baadhi ya mabaa ambayo yalikuwa na trendi, sasa hivi kidogo yamestopishwa kutokana na utendaji na ukarabati hapa na pale. Lakini The Partner, kwa uchanga wenu kwa uchanga wa hiki kitu ambacho mmekianzisha, sio kwenye biashara no, lakini kwa hichi kitu ambacho nyinyi mmekianzisha, mmethubutu au mnathubutu kuleta wasanii na baadhi ya vitu kuweka utofauti. Hichi kitu nyinyi kwanza mmekaa chini ukasema bana, sisi tukianzisha baa hichi kitu ndio tunachohitaji tukifanye na tuweke utofauti. Mulisha kifanye au baada ya kuona madhaifu ya baa zingine kwamba hivi vitu wafanye? Okay, hicho ni kitu kizuri sana na nilitegemea kuulizwa swali kama hilo. Unajua hii biashara ya baa ni starehe. Usiangalie faida. Kama umeamua kufungua biashara ya baa, wanayekufuata wote wanafuata starehe. Sasa basi, sisi hatuangalia hasara wala tuangalie faida. Tunaangalia wateja wetu wanafurahi vipi, na ndio maana unaona kila wiki mwisho wa wiki lazima tufanye matukio. Mfano tunaleta matarumbeta, wasanii wa Chalinze, nje ya wasanii wa Chalinze tunaleta bendi aina tofauti. Hapo. Unapozungumzia wasanii wa Chalinze, kuna tarehe moja kulikuwa na show iliandaliwa, ikaleta mambo mengi sana, ikaleta ugomvi mkubwa sana, mpaka ili sisi jambo hili tukaliingilia kati ili tulijue kuna kitu gani. Hichi kitu wewe kilikuwa affect design gani kuweka show afu ikaahirishwa? Kilikuwa affect kitu gani kama mwekezaji? Kuna vitu nimejifunza kutokana na hilo swala ambalo tuliliandaa alafu halijafanyika. Kuna kosa moja lilitokea. Wasanii ambao tuliwahitaji walikuwa 3. Tulikaa nao chini. Baadaye sisi tukajua wote ni kitu kimoja, ila kuna mmoja ana meneja yake. Sasa akasema malizaneni na meneja. Sisi tukajua kwamba kwa wote meneja ni mmoja. Hilo ndio kosa lilokuja kutokea. Maana waliomba advance, tuliokubaliana tukaitanguliza kwa meneja wao kuishusha. Sasa baadaye ndio kaja kutokea mtafaruku, wengine wakadai hawajapata advance kwa sababu yule ni meneja wa mtu mwingine. Sasa likawa tena nje ya uwezo wetu na muda ukawa umeshaenda tayari, ikawa haina jinsi. Ilituuma, ila tunaamini tutairudia na kila mmoja atafurahi. Tunalifanyia kazi sababu tushajua wapi tuliteleza na kosa liko wapi. Kwa hiyo kwa sasa nafikiri kila tutakachokifanya kitakuwa kimenyooka kama rula. Okay, sawa. Nikupe nafasi ambayo ya kujaribu kuwashauri wale vijana ambao wanatamani kuwekeza kwenye hizi biashara alafu wanaogopa. Una nini cha kuambia? Kikubwa zaidi ni kusubutu. Kauli mbiu ni kusonga mbele, sio kurudi nyuma. Kauli mbiu ni kusonga mbele, sio kurudi nyuma. Na usiogope pia. Hautakiwi kuogopa. Ukiwa kama kijana mdogo kama mimi, usiogope hasara.
biashara yoyote unapoianza lazima upate hasara, kwa sababu ule aina uwekezaji unaouweka hautegemei kupata faida leo. Angalia kesho kutwa. Leo unawekeza, kesho unasawazisha, kesho kutwa ndo uweze kupata. Tajiri Kibindu, mimi wananiita handsome boy nisiokuwa na matunzo, lakini nikikuangalia wewe handsome boy mwenye matunzo. Sawa, shavu lipo, pete kama hivyo, misaa nini chini umewaka. Sawa hivi unakutana na changamoto gani siku umeleta pisi moja noma sana kama tajiri? Haijaku kutoka mate kidogo. Kidogo sana hapo. Nimefurahi swala lako. Mimi kwa mtazamo wangu, kwa maono yangu, mfanyakazi yoyote anayekuja katika ofisi yangu ni mwanangu. Sababu hata mwanangu nyumbani au watoto wangu. Ni mabosi mnaongoza kuwapangia vyumba vikali ma counter. Hapana, counter anajipangia mwenyewe, mimi nachoangalia ni mshahara wake. Counter anajipangia mwenyewe, mimi nachozingatia ni mshahara wake kwa wakati ni basi. Okay, changamoto gani unakutana nazo kuhusu wafanyakazi hususa wao wahudumu, lakini pia na management pia unajua kupokea au kesi unazopokea zinakuwa zina ukubwa design gani? Wewe kama bosi unasema yani niwaze hiki, niwaze tena hichi. Hebu hapo panakuaje? Mwanzo wa picha wakati tunaanza tukiwa na usimamizi mimi na mwenzangu Devi, kidogo tulikutana na changamoto, maana inabidi uache kazi ufanye kazi. Kadri siku zilivyoendelea kwenda na bai imeanza kujitegemea wenyewe, hilo swala tena alipo, kwa sababu tushamkabidhi manager. Manager anapambana na watu wake, sisi ni watu wa mwisho. Kama kuna 1 2 3 imeshindikana, ndio tutashirikishwa, ataitwa Devi au nitaitwa mimi, tutalimaliza swala inakuwa limeisha. Bana, wakaribisha siku ya Jumamosi wateja wetu na wale mashabiki wote ambao wanapenda muziki wa live band, kwa sababu hiyo inaitwa Bandika Bandua. Amesema hivi wiki ijayo anamleta Banaba Boy Classic hapa. Kama mjawahi kuwaza, Banaba Boy Classic wiki ijayo anamleta kwenye stage ya The Partner. Sio maneno yangu, naomba msikilize. Badala ya hili jambo, badala ya kuleta bendi, anakuja nani? Umeninong'oneza, usinikatae. Sawa, kweli nimekunong'oneza, ila wiki ijayo itakuwa bendi. Baada ya hapo, yani wiki hii itakuwepo bendi. Baada ya hapo, kwa sababu tumefungua hatujazindua, tunaendelea na ukarabati huko, tunaendelea kujiokota zaidi. Baada ya hapo, siku ya uzinduzi, jamani, naombeni kwanza samani kidogo tajiri. Jamani, burudani zote mnazoziona zinafanyika The Partner Launch. Partner Launch haijazinduliwa na bado ipo kwenye marekebisho. Naomba mlizingatie hilo. Narudia tena. The Partner Launch haijazinduliwa na bado ipo kwenye marekebisho. Kwa hiyo sasa uzinduzi, njoo msikilize tajiri huku. Uzinduzi atakuwepo Mopao, kwa jina lingine Barnaba Boy. Yeye ndo atakuja kumaliza show. Uzinduzi wa The Partner Launch, kisiwa cha burudani. Anaitwa tajiri mtoto. Wakaribisha siku ya Jumamosi. Wateja wote wa The Partner, penda tu ni wakaribishe siku ya Jumamosi. Ile bendi yetu pendwa kutoka Motown wanakiwasha mwanzo mwisho Jumamosi. Karibuni sana. The Partner Launch wanakiwasha, hatupoi mwanzo mwisho, hatupoi. Bandika bandua. Na sasa sio Jumamosi tu, wiki inayofuata mpaka katikati za wiki tutawatangazia, mtawaona kina nani wanakuja. The Partner Launch tuna balaa. Bale, mimi nilikuwa na bosi Kibindu. Sawa, tajiri mtoto mwenye mvi ndogo za pesa. Sawa, na mimi nazitamani zije hapa, au sio? Bale, mimi niko counter hapa, najaribu kumwagilia moyo, na hakikisha tu moyo wangu usiote nyasi. Sawa, wote makopa, na mimi nilipendwa na mtoto mzuri, na mimi niwe na pesa kama tajiri. Bana, hii hapa inaitwa Omikidi. Leo tuko nyumbani, viwanja vya nyumbani, tunahakikisha tu kwamba tunafanya kila kitu ambacho kiko poa. Bana, tu usisahau kutembelea katika peji zetu za Instagram na Facebook, TikTok. Bana, Omikidi hivyo, yani Omikikote Omikidi. Wananiita Zonge Boy, Mr. Safu Upendo, King of Romantic and Samboni, sio kuwa na matunzo. Facebook bado sina. TikTok wananiita Zonge Boy _TZ60. Tunapatikana huko. Bana, tukutane siku ya Jumamosi hapa. Mimi mwenyewe nitakuja na akata maeno, kwa sababu najua mimi mwenyewe kiuno ninacho, ila kiuno changu akijawahi kukata kuni.